Sisi wote tulioko hapa, waandishi wa habari, wafanya biashara, wanaosoma na wengine wote, kwamba nchi hii ikiharibika hatuna nchi nyingine. Wajibu wa kuilinda ni wa kwetu sote. Kwa hiyo tudumishe umoja, upendo na mshikamano wa taifa hili. Tunatambua wako watu ambao hawana nia njema na taifa hili, na tunawafahamu, na wengine wanaonekana. Wapo wengine ambao wanaendesha operation katika mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuchochea vurugu, kuchochea machafuko, na wakiwahimiza vijana na baadhi ya Watanzania kwamba waende kuivunja na kuichoma nchi yao kwa mikono yao. Niwaombe sana wananchi wa nchi yetu, tuilinde nchi yetu. Wakati sisi watoto wetu wanaumia, wale wanaotushawishi watoto wao wapo nje ya taifa letu, wanaishi vizuri, wana maisha mazuri, na bado wanaendelea kutuhamasisha tufanye uvunjifu wa amani. Tukumbuke, kuirejesha amani katika nchi ni jambo gumu. Tuna mataifa ya mfano ambayo yamepoteza amani. Tuna nchi jirani ambazo zimepoteza amani. Tumeona namna gani watoto, kina mama, watu wenye ulemavu na wazee, namna wanataabika taifa linapopoteza amani. Hivyo kaa peke yako, jiulize, nafanya haya kwa maslahi ya nani? Wale wanaotuhamasisha mbona hawapo nchini, wapo nje ya taifa letu. Huko walipo wanalipwa fedha kwa ajili ya kufanya uchochezi. Sisi kama chama ambacho kinasimamia serikali, ni waombe kwa unyenyekevu mkubwa sana wa Tanzania, tulinde amani yetu, tulinde taifa letu, na tuwapuuze na kuwakataa wale wanaochochea vurugu ndani ya Tanzania hii. Hii Tanzania ni ya kwetu, na tuijenge kwa umoja, upendo na mshikamano. Lakini pia katika kumalizia, ni washukuru sana waandishi wa habari wote kwa namna ambavyo mnahabarisha umma katika matukio mbalimbali, namna ambavyo mnatoa taarifa ambazo zina weledi, na pia tuombe wale wachache ambao wanafanya kutoa taarifa zisizo nzuri sana, ambazo wewe mwenyewe unaona zinaenda kubomoa nchi yako, basi tuangalie namna bora ya kuelimisha Watanzania wetu, ili taifa hili, sisi wa leo na vizazi vinavyokuja, waweze kuikuta nchi yetu ikiwa salama. Lakini jambo la mwisho, ni mshukuru Mwenyezi Mungu na niwashukuru Watanzania wote kwa namna ambavyo utulivu unaendelea kwa sasa ndani ya taifa letu, na huu ndiyo Utanzania. Na kwa kumaliza kabisa, nimesema chama sasa kinakwenda kusimamia serikali kikamilifu. Serikali haitakisimamia chama. Hivyo ni waombe viongozi waliopata fursa ya kuingia ndani ya serikali wajue chama kitawafuatilia kila hatua.